Uchambuzi mpya wa kisiasa kutoka kwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye ni kigogo Lukman Maroto umeibua maswali mazito kuhusu dhamira na mbinu za kiuchambuzi zilizotumiwa na makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kufuatia hotuba yake iliyotolewa Julai 24 mwaka 2026 kwenye mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC. Katika hotuba hiyo, Dr. Nchimbi aliwataka Watanzania kukomaa na kupambana ili kupata katiba mpya wakati kabla ya fursa iliyopo ya kumpoteza Rais Samia Suluhu Hassan ambaye kwa mujibu wa Nchimbi ana utashi wa dhati wa kukamilisha mchakato huo. Hata hivyo, Maroto katika andiko lake lenye kichwa ambacho kimesema kumwelewa Nchimbi inatakiwa ung'amue alichokificha nukta, amesema kuwa makamu wa rais amechagua mtindo wa kuangusha hoja moja moja kama bendi maarufu ya African Stars Twanga Pepeta, huku akitumia mbinu ya kisaikolojia na kisiasa inayojulikana kama manipulative and specification, yaani kuzungumza kwa namna inayoacha hadhira kwenye njia panda na kila mtu akitafsiri ujumbe kulingana na hisia zake. Maroto ameandika yafuatavyo. Amesema kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amechagua kwenda kwa mtindo wa zamani wa bendi ya African Stars Twanga Pepeta, na anachokifanya ni kuangusha moja moja, na kila linalomtoka mdomoni linakuwa simulizi ya vyombo vya habari, mitandao ya kijamii mpaka vilinge vya mtaa hadi mtaa. Hoja mpya ni katiba mpya. Nyuma tayari alishatoa nyingine kadhaa na kuibua mjadala. Katika hotuba yake wakati wa kufungua mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC Ijumaa Julai 24 mwaka 2026, Nchimbi alisema kwa msisitizo kuwa komaeni tupate katiba mpya. Ulikuwa ujumbe kwa Watanzania hususani wanaharakati. Nchimbi pia alisema matamanio yake ni kuketi na wanaharakati kama vile Malia Sarungi ambaye amekuwa akimshambulia Rais Samia Suluhu Hassan mtandaoni kila iitwapo leo. Hii nayo ni moja ya hoja nyingine. Kuhusu katiba, Nchimbi alisema kuwa neno lake moja tu ni hilo: Watanzania hasa wanaharakati wapambane kupata katiba mpya. Kisha akataja sifa ya katiba ambayo yeye anaitamani kwamba iwe ni ile yenye makubaliano ya madau wote, inayoheshimu haki za wananchi na inayoweza kuliongoza taifa kwa miongo mingi ijayo. Hoja hapa si katiba mpya, ni maneno pambaneni tupate katiba mpya na komaeni tupate katiba mpya. Katiba mpya ni ahadi ya kwenye ilani ya CCM, zaidi ni ahadi ya Rais Samia. Maneno yoyote yenye kujenga muktadha na kuelekea kupata katiba mpya si tatizo, ni msimamo wa CCM na serikali, maana Rais Samia ndiye mkuu wa serikali na msimamo wake ndivyo wa serikali. Maneno kama komaeni na pambaneni ndiyo yanayoibua mgagaziko na kutengeneza viulizo lukuki. Komaeni tupate katiba mpya au pambaneni sio lugha ya serikali au CCM. Hayo ni matamshi ya wanaharakati na viongozi wa vyama vya upinzani. Sasa kwa nini Nchimbi ameyatumia? Zingatia, Nchimbi ni kiongozi namba 2 kwenye hii nchi. Nchimbi anataka kufikisha ujumbe gani? Malengo yake ni yapi? Maswali hayo ili upate majibu yake inabidi kwanza ujue mahali ambapo ameficha nukta. Nchimbi anazungumza bila kuweka nukta, maana yake sentensi zake hazifiki mwisho. Anaiacha hadhira njia panda, anawashughulisha watu kuutafsiri na kuuelewa ujumbe wake, na bahati mbaya kila mtu anachagua kuelewa kwa namna yake. Ona Nchimbi anavyoamua kuchanganya watu. Anasema komaeni, alafu anasema Rais Samia ndiye anayetaka katiba mpya. Kisha anatoa kitisho kwamba katiba mpya isipopatikana kipindi hiki ambacho Rais Samia yuko madarakani, inaweza kuchukua miaka mingine 50 kabla ya kuandikwa kwa katiba nyingine mpya. Kukotoa mkanganyiko unaotengenezwa na Nchimbi. Rais Samia ndiye mtoa ahadi, yeye ndiye mkuu wa nchi. Anachokitaka utekelezaji wake hauna kona, kila kitu kipo ndani ya mamlaka yake. Wakati huo huo, Nchimbi anatumia sauti ya wapinzani wa kisiasa na wanaharakati kufanikisha kile ambacho kimeshaahidiwa na Rais Samia pamoja na CCM, chama ambacho kinaongoza dola. Ni hapo sasa, ukiwa mwanaharakati unaona kama Nchimbi anazungumza lugha yako, lakini unahisi kama kuna mtego. Kwa hiyo unaogopa kumuunga mkono moja kwa moja. Na ukiwa CCM au kiongozi serikalini unamuona Nchimbi kama anawaambia Watanzania kuwa Rais Samia ndiye mwenye dhamira njema, hivyo akiondoka yeye itakula kwao. Unatamani kumpongeza, lakini unakumbuka sauti za kiharakati ndani yake.
Kama Rais Samia anataka katiba, kwa nini adaiwe? Wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2025, Rais Samia aliahidi mchakato wa kupata katiba mpya ndani ya siku 100 za mwanzo baada ya kuapishwa. Siku ya uchaguzi, nchi ilikumbwa na dhoruba kubwa, machafuko yalitokea, watu zaidi ya 500 walipoteza maisha, wengi zaidi walijeruhiwa, mali za umma ziliharibiwa na kuibwa, watu binafsi waliporwa na kuharibiwa miliki zao. Miundombinu ilibomolewa na kuchomwa moto kwenye maeneo mbalimbali ya nchi. Kutokana na mazingira hayo, Novemba 14 mwaka 2025, Rais Samia alipokuwa anazindua bunge la 13 alisema kuwa mchakato wa katiba mpya ungesubiri ripoti ya matukio ya kadhia ya Oktoba 29. Kisha aliunda tume na ripoti hiyo tayari ilishatoka. Sasa kuna tume ya jinai zitokanazo na madhira ya Oktoba 29, kisha yafuate maridhiano, ndipo mchakato wa katiba uanze. Rais Samia alipata kusema kuwa haitawezekana kuandika katiba mpya nchi ikiwa vipande vipande. Unapataje katiba ya nchi kila upande ukiwa unavuta kwake? Maridhiano ni kipengele muhimu ili katiba ipatikane katika mazingira yenye mwafaka wa kitaifa. Sasa kama nchi inasubiri maridhiano kwa mujibu wa mtiririko ambao Rais Samia anautaka na ameshautamka, kwa nini Nchimbi anawaambia watu wapambane na wakomalie? Je, Nchimbi anaamsha watu kupambania katiba nje ya mtiririko ambao Rais Samia anautaka? Je, pambaneni na komaeni anamaanisha watu wachangamkie maridhiano ili katiba ipatikane haraka, vinginevyo hawataipata tena? Je, hoja yake ni kwa maslahi ya nani? Yake binafsi sasa au kesho anayoilenga? Je, anaipenda na kuitakia mema nchi yake? Je, anafanya hivyo kumtafsiri Rais Samia kwa umma ili watu wamuelewe zaidi? Kikatiba, makamu wa rais ni msaidizi wa rais, anatenda alivyopangiwa na rais. Hata kuzungumza, anapaswa kutoa matamshi ambayo yanashabihiana na msimamo wa rais. Je, msimamo wa Rais Samia kwa sasa ni Watanzania waamke na wapambane mpaka kupatikana kwa katiba mpya? Je, Nchimbi amechagua kuzungumza lugha za wanaharakati na wapinzani ili kujitengenezea mtaji wake wa kisiasa kibinafsi? Haoni kwa kufanya hivyo anatikisa imani na hadhi ya rais kwa umma? Yeye ndiye msaidizi wa rais. Kwa nini hamshauri Rais Samia njia bora na ya haraka ya kupata katiba mpya? Badala yake anakimbilia kwa umma kuchochea watu wakomae na wapambane. Na hayo mapambano ni dhidi ya nani? Je, ni dhidi ya Rais Samia ambaye naye anaitaka, au kuna watu wanaokwamisha? Nchimbi anazungumza kwa kuficha nukta. Katika sanaa ya lugha na uwasilishaji, anachokifanya Nchimbi kinaitwa manipulative underspecification. Yaani, unazungumza kwa namna ambavyo unawacha watu kila mmoja akijenga tafsiri na hitimisho lake. Wakati huo maana yako halisi unakuwa umeificha. Unafanya hivyo ili kumfanya kila mtu apende unachozungumza, wakati ukifahamu kwamba malengo yako ni tofauti. Hata sasa, wapo wanaoamini kuwa Nchimbi anazungumza ili kujijengea kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030, anajisafishia njia ya urais. Wapo wanaomtetea. Kimsingi, mtu akizungumza kwa mtindo ambao amezungumza Mheshimiwa Nchimbi, unakuwa huna namna ya kumpinga wala kumuunga mkono, maana anakuwa ameacha nafasi wazi. Hizo nafasi zilizoachwa wazi ndizo zenye nukta ya Nchimbi. Ukiweza kuzijaza, basi utajua kwa usahihi kile ambacho Mheshimiwa Dr. Nchimbi ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anamaanisha nini. Hayo ndiyo maneno ambayo yameandikwa na kigogo huyu. Je, una maoni gani kuhusiana na huu ujumbe aliyouandika kigogo huyu? Unaona yuko sahihi? Tuachie comment yako hapo na sisi tutakurejea.